Hii ni ripoti na tathmini ya kambi ya matibabu ya kibingwa ya siku 6 iliyoendeshwa na jopo la madaktari bingwa bobezi wa Tanzania nchini Komoro, iliyoanza tarehe 29 Novemba mwaka 2024 hadi tarehe 4 Disemba mwaka 2024. Lengo la safari hii ni kwenda kufanya kambi ya matibabu kule. Kwa hiyo taasisi zetu za Jakaya Kikwete, taasisi ya saratani Ocean Road, taasisi ya mifupa Moi, hospitali ya taifa Muhimbili, Benjamin Mkapa, tunaenda kufanya kambi ya matibabu kule. Na kwa nini tunaenda Komoro? Kwa sababu tumekuwa tukipokea wagonjwa kutoka Komoro, lakini tukasema hivi twende tukafanye kambi kule, na katika kambi ile kule tunaweza tukajua ni magonjwa mengi yapi ambayo yanawasumbua kule Komoro, ili tuwekee mkakati, kwa sababu tuko kwa ajili ya kutangaza utalii wa matibabu. Jopo la madaktari bingwa bobezi takriban 20 linawasili nchini Komoro na kupokelewa na waziri wa ulinzi na katibu mkuu wa rais wa taifa hilo, ambaye pia ni katibu mkuu wa chama tawala, Mheshimiwa Yusuf Mohamed Ali, akiambatana na balozi wa Tanzania nchini Komoro, Mheshimiwa Saidi Yakubu. Tunafurahia maandalizi mazuri kutoka kwa Dr. Haji. Kwa hiyo tuko tayari kushirikiana, kubadilishana ujuzi, kutoa huduma kwa wagonjwa, na mwisho wa siku tutakuwa na usajili maalum kwa wagonjwa ambao hatutaweza kukamilisha matibabu yao hapa. Tutafanya usajili maalum ili waweze kuja Dar es Salaam kwa ajili ya matibabu ya ziada. Siku 2 baada ya kambi hiyo ya matibabu ya kibingwa kuanza katika hospitali ya taifa ya El Maarufu nchini Komoro, kiongozi wa kambi hiyo ya matibabu, daktari bingwa na mbobezi wa magonjwa ya moyo, ambaye pia ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, Dr. Peter Kisenge, anawasili na kupokelewa na Mheshimiwa balozi wa Tanzania nchini Komoro, Mheshimiwa Saidi Yakubu, na mratibu wa kambi hiyo, mkurugenzi mtendaji wa Global Medicare, Abdul Malik Molel. Kuja kwetu sisi hapa na kutoa tiba kwa wananchi wa Komoro bure inaleta tija kubwa sana kwa nchi, kuimarisha uhusiano wa Tanzania pamoja na wenzetu wa Komoro, ambao ni uhusiano umedumu kwa muda mwingi. Lakini ya pili ni uwekezaji mkubwa ambayo serikali imeufanya, uwekezaji wa vifaa tiba na rasilimali watu, ambapo Mheshimiwa Rais amewekeza kwa kiasi kikubwa. Mfano pale kwetu Jakaya tuna mitambo mikubwa sana ambayo imewekezwa pale, lakini tumepokea hela nyingi sana za kusomesha. Hata hivi karibuni Mheshimiwa Rais ameweza kutoa karibu bilioni 9 ili kuweza kusomesha. Sasa hii tunairudishaje rasilimali ambayo serikali tukaona sasa tuanze kuimarisha kwenye tiba utalii. Kwa hiyo kuja kwetu huku kwanza ni katika zile njia za kuonyesha uwekezaji mkubwa ambao umeufanya, kwamba tukileta mabingwa hapa wanaweza wakawaona wagonjwa mbalimbali, wagonjwa wa kansa, wagonjwa wa mifupa, lakini wagonjwa wa mishipa ya fahamu, wagonjwa wa moyo na mishipa ya damu, tutawaona hapa. Lakini wale ambao tutawaona wana matatizo, basi tutaweza kuwapa rufaa kuja pale kwenye taasisi zetu ambazo waweze kupata huduma. Kwa hiyo tutaimarisha tiba utalii. Lakini tiba utalii itakuwa na impact kubwa sana, kwa sababu wanavyokuja wataenda kukuza uchumi wetu. Taarifa za ujio wa daktari huyu bingwa na mbobezi Dr. Peter Kisenge nchini Komoro zinasambaa kwa kasi kubwa na kuendelea kutia chachu hamu ya wananchi wa Komoro kuhudhuria kwa wingi katika kambi hiyo ili kupata huduma kutoka kwa madaktari hawa kutoka Tanzania, bila kujali hali ya mvua iliyokuwa ikiendelea. Tunashukuru sana kwa hawa madaktari kufika. Alhamdulillah, shukrani lillah. Nimepata bure matibabu, ushauri, kutizama yale ni consultation na maelezo bure. Alhamdulillah, shukrani. Tunashukuru. Hali hiyo inamfanya Dr. Peter Kisenge kufuta ratiba za vikao na viongozi wa serikali alivyopangiwa kuanza navyo siku inayofuata na kuamua kuingia kazini moja kwa moja kwa ajili ya kuwahudumia mamia kwa mamia ya watu waliofurika wakitamani kumuona daktari huyo bingwa kutoka Tanzania. Shukuria tijibiwa wa Dr. Kisenge anaangalia au kaya tikauji sante na harara haukanja kaujua shindao sharangu doktori mhuyu wa Afrika Senge anaangalia anaambia abo hantowe harara
ukaya bon wade wangu ngo jo treteha batina problemu abunga mine furaha hiyo na minga muono hali hata njoo huenda hiyo sibahi hanika carte ya hahe nana pibuta inu kaikatende hiyo shanje nzi presente ili nije ni rambulwa haundo kaya mimdu ikao si renge fumvu harimo mjo wa hema doktori wa Jakomori na doktor Jinsenge hanaangalia njeni mrejea Dar Salama uliho hondo huloze manye za utrete owade ili ende ya trete owade problemu loni. Siku ya 3 tangu kuanza kwa kambi hiyo ya matibabu, kiongozi wa kambi hiyo Dr. Peter Kisenge anaendesha kikao kikubwa cha kwanza cha kutathmini maendeleo ya kambi hiyo tangu kuanza kwake. Kikao ambacho kilifanyika katika makazi ya balozi wa Tanzania nchini Komoro, Mheshimiwa Saidi Yakubu, ambaye pia aliwaandalia madaktari hao chakula cha jioni. Dr. Kisenge na Mheshimiwa balozi wanaelezea kuridhishwa kwao na mwenendo mzuri wa kambi hiyo tangu kuanza kwake, huku idadi kubwa ya watu wakiwa wameshapatiwa matibabu katika siku hizo 3. Niseme tu kwamba ni kambi ambayo imepokelewa vizuri sana, imekuwa na tija kubwa na maombi tayari yamepokelewa kwamba hii kambi ifanyike tena muda si mrefu sana ujao kwa sababu ya uhitaji ambao unaonekana. Na madaktari katika ushuhuda waliokuwa wanatoa uzoefu wa siku 3, wengi wanaonesha namna ambavyo kuna haja ya kuboresha zaidi ushirikiano wa Tanzania na Komoro katika sekta ya afya. Kuna umuhimu mkubwa wa kuwa na mfumo mzuri wa utaratibu wa rufaa kwa hapa Komoro ili kushirikiana, lakini pia wamesifu sana ushirikiano wanaopata kutoka kwa madaktari wazawa wa hapa Komoro. Naomba nichukue nafasi hii kuishukuru serikali yetu kwa sababu imewatengeneza madaktari wanaojitoa, wanaojali wagonjwa na muda wote wanafanya kazi. Na mimi kama mkuu wa hii outreach program naomba nichukue nafasi hii ya kuwashukuru sana, na naomba waendelee na kuwa na moyo huo wa kujitoa na kuwasaidia watu, na uhakika mpaka tutakapomaliza tutakuwa tumeona zaidi ya wagonjwa 3,000, na hii itakuwa namba kubwa sana ambayo imefanyika kuliko nchi nyingine yoyote duniani kuona kwa wiki moja wagonjwa wengi na kuwasaidia wagonjwa wengi. Kwa hiyo haitakuwa tu na tija kwa Tanzania, lakini mataifa mengine yataona jinsi gani wadaktari wa Kitanzania wanaowasaidia watu maskini. Waziri wa Ulinzi na Katibu Mkuu wa Rais ambaye pia ni Katibu Mkuu wa chama tawala, Mheshimiwa Yusufu Mohamed Ali, anamuomba Dr. Kisenge kutenga angalau siku moja yeye na timu yake kutoa huduma kwa wakazi wa mji wa Mbajini kupitia hospitali ya wilaya ya Fumboni, na bila kusita Dr. Kisenge anakubali maombi hayo na kuongoza jopo la baadhi ya madaktari bingwa kuelekea katika mji huo uliopo takriban kilomita 100 kutoka mjini Moroni. Alhamdulillah, tijua juzi tisheza hema tabibu ikao walo Tanzania. Mimi naitwa Said Bakari, nimetoka kwenye mji wa Fumbuni na nilisikia kama tumejua sote kama kuna madaktari wa Tanzania wanaokuja Komoro kwenye hospitali ya Mbajini, na mimi nimekuja nauma mguu wa kushoto, na daktari wa mifupa ameniangalia, ameniandikia madawa na nitanunua madawa nile niendelee. Sasa tunashukuru serikali zote mbili ya Tanzania na Komoro kwa mpango huu, na tunaomba waendelee, lakini sio itakae camp tu ya siku moja siku mbili, lakini wafanye barnamaj kama unaweza camp ichukue muda mwingi kama ya wiki moja wiki mbili, ili watu waweze kurudia madaktari wafanye follow up. Ukana wanrua shinde wadoja matabibu hunu angare matabibu anyasi wangu weritunda nezinywadi kao rilonizo. Na kama inawezekana tena tunaomba serikali ya Tanzania na Komoro wakubaliane walete madaktari wa Tanzania ili waje wafanye kazi pamoja na wenzao wa Komoro kwa kuimarisha sekta ya afya ya nchi ya Komoro. Hawamshukuriani za serikali mbili. Nashukuru serikali zote mbili, serikali ya Tanzania na ya Komoro kwa jitihadi yao ili wafanye huu mpango kupeleka madaktari kwenye kampu ya Komoro,
na tunaomba sana Tanzania walete madaktari ili wafanye kazi kwenye hospitali zote za nchi ya Komoro, kwenye visiwa zote zitatu za Komoro. Niwade zindwa jina. Kambi ya matibabu nchini Komoro ikahitimishwa rasmi na jopo la madaktari hao wakarejea nchini kishujaa, huku wakifanikiwa kutangaza vyema bendera ya nchi yetu kimataifa. Dr. Peter Kisenge anasema kambi hiyo imekuwa gumzo barani Afrika na kupeleka ujumbe duniani kwamba kwa sasa Tanzania ndio kimbilio la mataifa mengi barani Afrika kwenye matibabu ya kibingwa kutokana na uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali katika sekta ya afya. Tumekuwa pale Komoro, mwitikio ulikuwa mkubwa sana, wananchi wamefurahi sana. Tumeweza kuona karibu wagonjwa 2770 na tumepata wagonjwa ambao watahitaji rufaa ni karibu wagonjwa 270, na kitu tulichokiona pale Komoro ni kwamba kuna uhitaji mkubwa sana wa madaktari bingwa na ubingwa bobezi. Kwa hiyo kama nchi hii ni fursa kubwa sana, kwa sababu nchi ya Komoro ina upungufu sana wa madaktari kuanzia level ya daktari wa degree ya kwanza mpaka wale bingwa bobezi, na wana hospitali yao ambayo karibuni itakuwa imekamilika. Kwa hiyo itakuwa fursa ya nchi yetu kupeleka ajira kule, na wakipata ajira wataweza kupata mishahara mizuri na kuweza kufanya kazi. Lakini kama unavyofahamu, Komoro si tu mambo ya afya, imekuwa inashirikiana na nchi yetu kwenye mambo ya biashara nyingi, hasa kilimo. Kwa hiyo kwenda kwetu sisi pale Komoro tumeongeza imani kubwa sana kwa wananchi wa Komoro, na nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kuturuhusu sisi kwenda pale na rais wa Komoro kutupokea pale, na wametoa salamu nyingi sana kwa rais wetu Dr. Samia Suluhu kwa kitu kikubwa ambacho amekifanya kwa kuwapa matibabu wananchi wa Komoro bure. Lakini vile vile tulivyotoa hii huduma imestua nchi nyingi sana za Afrika, kwa sababu katika wiki moja tumeweza kuona wagonjwa zaidi ya 2700 ambayo kwa kambi zinazofanyika duniani huwezi katika wiki ukafanya wagonjwa wengi kiasi hicho. Kwa hiyo mabalozi sehemu mbalimbali wametupongeza sana kwa nchi ya Tanzania iliyofanya, wamempongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kitu alichokifanya, na hii itafungua nchi nyingi zitaweza kuja Tanzania na kuweza kupata huduma. Ndiyo, kongole Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji mkubwa kwenye sekta ya afya, kwenye vifaa tiba, rasilimali watu na jitihada kubwa za kusomesha madaktari bingwa na bobezi nchini Tanzania. Kongole Wizara ya Afya chini ya Waziri Jenista Mhagama na Katibu Mkuu Sefu Shekalage kwa usimamizi mzuri wa kambi hiyo ya kimatibabu nchini Komoro. Kongole Dr. Peter Kisenge, kiongozi wa kambi hiyo, na madaktari wote walioshiriki katika kambi hiyo ya kimatibabu nchini Komoro. Hongera Abdul Malik Molel, mkurugenzi mtendaji wa Global Medicare ambaye ni mratibu wa kambi hiyo ya kimatibabu. Kazi iendelee.